Gilly Bonny Online TV. Kwa mujibu wa sensa ya watu wa makazi ya mwaka 2012 pamoja na makadirio ya idadi ya watu nchini ya mwaka 2020, lakini pia idadi ya vijana barehe wenye umri kati ya miaka 10 hadi 19 iliyofikia milioni 13,206,921 sawa na 22.9 ya idadi ya watu wote hapa nchini wanaingia kwenye mpango huu ambao sisi tunazindua leo. Kama ambavyo amesema kijana wetu Zengo Nsomi, kati ya vijana wa kiume milioni 6,597,017 sawa na 49.94 na vijana wa kike milioni 6,609,904 sawa na 50.05. Takwimu hizi zinadhihirisha kuwa vijana ni kundi kubwa na upo muhimu mkubwa wa kuwekeza katika kundi hilo na kuliangalia kwa karibu. Sisi tulioko hapa leo tukiwa wadau wa sekta hii tunawajibika pia kulilinda na kuliangalia kwa karibu kundi hili la vijana. Serikali itaendelea kuhakikisha kwamba changamoto zinazokabili kundi hili zikiwemo magonjwa ya kuambukizwa, upungufu wa taaluma muhimu za kujiajiri na kuajiriwa, matumizi ya dawa za kulevya, ukatili wa kijinsia, ndoa na mimba za utotoni zinaweza kuwa zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Na taarifa ya viashiria vya hali ya ukimwi nchini iliyotolewa mwaka 2016 inaonyesha kuwa kiwango cha maambukizi mapya ya VVU kwa vijana barehe wenye umri kati ya miaka 10 hadi 24 ni 40%. Kati ya maambukizi hayo 80% yanatoka kwenye kundi la wasichana barehe na wanawake vijana. Hivyo kwa kutambua ukubwa wa kasi ya maambukizi mapya kwa makundi haya maalum yaliyoko kwenye hatari zaidi, serikali kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 imeweka bayana lengo la kupunguza maambukizi mapya kwa kusimamia utekelezaji wa mkakati wa 4 wa taifa wa kudhibiti ukimwi ambao pia unaratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Tunayo mikakati ya kutekeleza nguzo hii ya kwanza ni kutoa elimu. Sambamba na hayo, serikali itaendelea kushirikiana na wadau wetu wote katika kutoa elimu ya kujikinga na maambukizi ya VVU kwa vijana kote nchini. Kwa hiyo zile taasisi ambazo zinashiriki kwenye eneo hili ziendelee kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu kupitia TACAIDS ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu ya kujikinga na maambukizi haya kwa Watanzania wote na hasa kundi hili lenye athari kubwa. Napenda kusisitiza kwamba vijana wetu wahamasishwe kujitokeza kupima VVU ili watambue hali za afya zao, na kwa wale wenye maambukizi waanze kupata huduma za tiba na mafunzo mengine ambayo yatawasaidia kuepukana na maambukizi haya. Lakini pia tuimarishe huduma za ushauri na saa ziendelee kutolewa ili wale ambao hawajapata maambukizi waendelee kubaki salama. Kuimarisha huduma za unasihi ni muhimu sana ili kuboresha huduma rafiki za upimaji wa VVU hasa kwa kundi hili. Hivyo nitoe rai kwa asasi mbalimbali na taasisi za serikali kuendelea kuimarisha huduma za unasihi sambamba na kutoa elimu ya afya ya uzazi na jinsia. Aidha, familia na jamii kwa ujumla ziimarishe malezi bora kwa vijana wao na kushiriki kamilifu katika utoaji ushauri kwa vijana. Hili maana yake ni kila familia palipo na vijana, sehemu kubwa ya mazungumzo na vijana wetu ni kuhamasisha kujikinga, lakini pia kuepukana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ndugu washiriki, naomba nizungumzie mkakati wa kutokomeza mimba za utotoni. Swala mimba za utotoni limekuwa ni mwiba kwa kipindi kirefu vile. Limekuwa likiwanyima wasichana wengi fursa ya kukamilisha malengo yao katika maisha. Na takwimu za elimu ya msingi Tanzania ya mwaka 2020 zimeonyesha kuwa jumla ya watoto 1135 kutoka shule za msingi na 5340 kutoka shule za sekondari waliacha shule kwa sababu ya mimba.
Hali hii haikubaliki. Lazima kila mmoja kwa nafasi yake aweke mikakati ya kuwawezesha watoto wa kike kumaliza masomo yao, na nitoe wito kwa jamii nzima ya Watanzania kuhusika na ulinzi kikamilifu kwa watoto wetu na kuweka mipango madhubuti ya kuondoa mazingira yenye ushawishi unaofanywa na vijana na balehe kuwa na tamaa ya vitu vinavyoshawishi wao kujiingiza katika ngono katika umri mdogo, huku mkitambua kuwa serikali yetu inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imewekeza kwenye elimu ya mtoto wa kike, na uwekezaji huu tulilazimika kupitisha sheria ndani ya bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linalosema angalau yeyote ambaye atamweka mimba mwanafunzi wa shule msingi sekondari, kifungo chake ni miaka 30 jela. Na tumeendelea kusisitiza kusiwe na mijadala mingi anapofikishwa mahakamani. Kama amethibitika, yeye ni kufungwa. Sasa lazima pia tujiridhishe kwamba eneo hili lina mikakati maalum ya kiserikali, lakini pia wadau mnaounga mkono serikali muone kwamba serikali iko pamoja na nyie na tutasimamia kwenye eneo hili. Anaendelea kusisitiza kuwa ni kosa la jinai kufanya ngono na mwanafunzi. Ni kosa la jinai kufanya ngono na mwanafunzi. Mkakati mwingine ni kuimarisha miundombinu ya shule ambao pia tunauona kwamba unaweza kuwa ndo jambo muhimu la kumfanya mtoto abaki shule. Serikali imeendelea kuimarisha miundombinu yake ya kujifunzia na kufundishia, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa bweni kwenye shule za sekondari nchini. Kwa sasa tumetenga fedha nyingi na tunazipeleka kwenye halmashauri za ujenzi wa mabweni. Tunataka wanafunzi wote walale shuleni, hasa wale wa shule za sekondari za kata ambao wanatoka nyumbani na kuja shule. Wengine hutoka umbali mrefu na kuja shule. Ushawishi hapa katikati ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunawataka kuondoa kwenye ushawishi huo. Huo ndio mpango mmojawapo wa serikali ambao sasa tunaendelea nao. Kutenga fedha. Katika kipindi cha miaka 5 kutoka mwaka 2015 hadi 2020, mafanikio mengi yamepatikana katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na kuimarishwa kwa huduma za lishe za wajawazito na wanawake wanaonyonyesha, lakini vijana balehe na watoto wadogo. Serikali kupitia halmashauri nchini imetenga shilingi 1000 kwa kila mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 ili zitumike kutekeleza afua ya lishe, sambamba na kuanzisha kamati elekezi kwa lengo la kuimarisha usimamizi na uratibu wa masuala ya lishe na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa afua hii ya lishe hapa nchini. Lakini pia, ndugu washiriki, ni jambo la kujivunia kuona kuwa katika nguzo ya lishe ajenda imejikita kwenye kuanzisha na kuimarisha programu za bustani za mboga mboga shuleni ili kuboresha upatikanaji wa vyakula vyenye virutubisho kwa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari nchini. Na furahi nalisema hili tukiwa na waziri wa elimu, tukiwa na waziri kutoka TAMISEMI. Wizara zote mbili zinashughulikia elimu. Kwa ni muhimu hili nalo liwe ni agenda kwenye shule zetu. Kila shule ambayo wanakula hapo wawe na bustani ambayo pia itakuwa inazalisha mboga mboga kwa matumizi yao wenyewe, sio kwa biashara. Tukiimarisha mfumo huo utatusaidia sana. Na hii itasaidia sana vijana kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mboga mboga, lakini pia ufugaji wakiwa shuleni, na baadaye kutumia mbinu hizo katika jamii kujipatia pia kipato huko baadaye, pamoja na lishe pia baada ya kuwa wameshughulisha kwenye kilimo cha mboga mboga. Kuna masuala ya msisitizo ambayo ningependa kuyatolea maelekezo kama ifuatavyo. Moja, wizara za kisekta zimeshatoa tamko la namna itakavyotekeleza ajenda hii kwa mustakabali wa maendeleo ya vijana wetu wa taifa kwa ujumla. Hivyo basi, kila sekta ihakikishe inasimamia utekelezaji wa eneo lake kikamilifu. Ihakikishe inasimamia utekelezaji wa hayo mlioyasema kisekta kikamilifu. 2, nafahamu kuwa wapo wadau wa maendeleo ambao wanafuatilia uzinduzi huu kwa njia ya kielektroniki na mtandao. Hivyo nitoe wito kwao kutoa tamko ya taasisi zao
yenye ahadi ya namna atakavyoshiriki katika utekelezaji wa ajenda hii, kwa kuanzia na utekelezaji wa mpango kazi wa mwaka 2021-2022 ambao utaandaliwa baada ya uzinduzi wa ajenda hii. Kwa hiyo wadau wote ambao mnafuatilia mwenendo huu, na kwa kweli tunahitaji sana ushiriki wenu. Sasa endeleeni kutoa matamko yenu ya namna mtakavyounga mkono jitihada hizo za serikali, tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Na matamko ya Mheshimiwa Waziri leo hapa yakijumuisha na matamko yatakayotolewa na wadau wa maendeleo baada ya uzinduzi huu yataonyesha umuhimu mkubwa kabisa wa kuimarisha uratibu, usimamizi na ufuatiliaji wake wa utekelezaji wa ajenda hii. Tatu, wizara yenyewe mama ya afya ihakikishe kuwa vijana Barehe watakaothibitika kuwa na maambukizi ya VVU wanaunganishwa na huduma za tiba na matunzo ili kuwa na afya njema itakayomwezesha kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Hili nalo ni muhimu sana. Nitoe wito pia kwa wadau wote kubuni na kuandaa afua zitakazofanyiwa utafiti zenye kuleta matokeo chanya katika kutokomeza mimba za utotoni hapa nchini. 4, programu za kuelimisha vijana Barehe kuhusu kuanza ngono za mapema ziandaliwe ili washiriki kikamilifu katika masomo na masuala mengine ya maendeleo ili kuwezesha kupata taarifa sahihi ili tuweze kuzifanyia kazi. 5, Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia Jeshi la Polisi waendelee kuimarisha dawati lao la malalamiko ya wale wote ambao watafanyiwa sivyo ndivyo kwenye maeneo yao, ili Jeshi la Polisi lichukue hatua kali kama ambavyo mmeanza kutekeleza. Na nafurahi kusema kuwa Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma limekuwa mfano bora wa hatua zilizochukuliwa dhidi ya wale wote wanaoathiri vijana wetu wa umri huu. Hongera sana RPC, mfanya kazi mzuri kubwa, na kwenye eneo hili umelisimamia vizuri. Hongera sana, tumpigie makofi. Ndugu washiriki, sasa napenda kuchukua fursa hii kutoa rai kwa viongozi wenzangu, wataalamu na wadau wote mnaohusika na afya na maendeleo ya vijana Barehe nchini kuhakikisha kwamba ajenda hii inatekelezwa kwa vitendo ili hatimaye kutatua changamoto zinazowakabili vijana wetu, na malengo yetu ifikapo mwaka 2024-2025. Tathmini ambayo mtaifanya itupeleke kuona kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa kwenye matatizo yanayopelekea vijana Barehe kupitia kwenye changamoto hizo. Tukifikia hatua hiyo, itawezesha pia serikali kuweka mpango mpya kutoka mwaka 2025-2026 na hatimaye kwenda mpaka 25-30. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.